Sasa kwamba ghafla bin huu tunasikia kwenye vyombo vya habari vya kimataifa kwamba serikali imemkamata kiongozi wa chama cha upinzani, mwenyekiti wa chama cha upinzani Mheshimiwa Tundu Lissu, na amefunguliwa kesi ya uhaini, kesi ambayo haina dhamana. Hizo habari ndizo zinatisha zaidi. Kwa nini zinatisha zaidi? Kwa sababu serikali inaona kwamba tishio la chama cha upinzani kwamba kitazuia uchaguzi. Serikali ni kwamba imeingiza baridi ama imeingiza uoga na kuanza kumkamata kiongozi wa chama cha upinzani. Mimi hapo ninaona serikali imehamaki, kwa sababu serikali wana vyombo vyote vya ulinzi. Serikali wana jeshi, serikali wana polisi, serikali wana kikosi cha usalama wa taifa. Sasa tunajiuliza, je, ni kweli Tundu Lissu na wenzake wanaweza kuzuia uchaguzi? Au serikali imehamaki tu? Aliyewashauri serikali kwamba wamkamate kiongozi wa chama cha upinzani Chadema, nafikiri ushauri huo haukuwa mzuri. Kwa nini? Kwa sababu ukimkamata mwanasiasa unamuongezea tu umaarufu. Kwa sababu kitu kama hicho ambacho serikali sasa imekifanya kimefanyika kule Uturuki. Uturuki, rais aliyeko madarakani aliposhindwa kujibu hoja za wapinzani, alimkamata yule anayeonekana kwamba anaweza kuwa rais badala yake. Na baada ya kumkamata, nini kimetokea? Maandamano nchi nzima yametokea katika nchi ya Uturuki, na sasa hivi serikali imeshindwa kuzima hayo maandamano. Hatuombi hali kama hiyo itokee Tanzania. Tanzania tunachoomba ni kwamba wanasiasa wa vyama vya upinzani na wale wa chama tawala CCM wafanye siasa zao kwa njia ya kistaarabu. CCM wajibu hoja kwa hoja, wasijibu hoja kwa kuwatisha watu na kuwakamata na kuwafungulia kesi za uhaini. Jibuni hoja ya wapinzani kwa ustaarabu. Wapinzani wanasemaje? Wanasema Tanzania katiba tulio nayo ni ile ya wakoloni. Hiyo ni hoja ya msingi kabisa. Inapaswa kubadilishwa. Ile katiba ya mkoloni ilikuwa na mawazo mengi ya wakoloni waliotutawala, yaliyowapa wale watawala mamlaka makubwa kuliko wananchi. Kwa hiyo sasa ni wakati wa Watanzania tuwe na katiba yenye mawazo ya wananchi, jinsi wanavyotaka kuongozwa, sio kutawaliwa. Na namshukuru Mungu kwamba Mheshimiwa Kikwete ambaye alianzisha mchakato wa katiba mpya Tanzania bado yuko hai. Mzee Kikwete, sisi viongozi wa makanisa tunakuomba, kwa sababu wewe unamshauri Mama Rais Samia Suluhu Hassan, kwa nini usimshauri amalizie ule mchakato uliouanzisha wewe wa katiba mpya? Tayari pesa za wananchi
wa Tanzania zilitumika kukusanya maoni ya wananchi wa Tanzania yote, jinsi ambavyo tungependa kuongozwa. Na hayo mawazo yaliyochukuliwa ya wananchi yapo. Kwa hiyo kuna rasimu ya katiba mpya ambayo iko tayari. Kinachotakiwa tu ni kufanya marekebisho kidogo ili tuwe na katiba mpya Tanzania. Hiyo hoja ni ya msingi kabisa, hamwezi kuipinga kwa kuwakamata watu na kuwafungulia kesi za uhaini. Hiyo hoja itabaki, itarudi pale pale, inatakiwa ijibiwe. Kwa hiyo tulitarajia chama tawala CCM wangekuwa wanaijibu hiyo hoja kwa kusema pengine hatuwezi kufanya marekebisho ya katiba mpya kwa sababu kadhaa. Na kama wana sababu za msingi za kutokufanya marekebisho ya katiba na kutokurekebisha tume ya uchaguzi, basi CCM wangetakiwa wajibu hoja kwa hoja, sio kujibu hoja kwa kutumia vyombo vya usalama kuwakamata viongozi wa upinzani wanaouliza hoja za msingi.